Na hapa pia niko na mualikwa kwa jinsi ambavyo nimesoma beji yake, ila atajitambulisha majina yake ili tuweze kumfahamu na vile vile atueleze kuhusiana na hiki ambacho kimeweza kufanyika kwa siku hii ya leo, na tunajua ajenda au shughuli kubwa ambayo ilikuwa inafanyika kwenye mkutano huu. Mheshimiwa, karibu sana. Asante sana, nashukuru. Mimi naitwa Joel Nanauka na nimealikwa hapa kama mmoja wa wadau na marafiki pia wa chama kwa ajili ya kuja kushuhudia kinachoendelea hapa tangu jana mpaka leo. Oh yes. Nanauka, sasa turejee kwenye swala la siku hii ya leo, kwenye ilani ambayo imeweza kutangazwa. Nimeona ukiwa unadili sana na masuala ya vijana. Unaona ilani hii namna gani ambavyo inaweza kwenda kusaidia vijana ambavyo imetangazwa kwa siku ya leo? Kuna maeneo mengi sana, na kama ulivyosema mimi napenda sana kushughulika na vijana. Kwanza ukilinganisha na ilani iliyopita ambayo ilijitahidi sana kuona namna ambavyo unaweza kutengeneza hasa ajira kwa vijana, limekuwa ni tatizo kubwa sana. Kwa hiyo ukiona ripoti iliyotolewa inaonyesha malengo yalikuwa ni ajira milioni 8, lakini zimezalishwa zaidi ya ajira milioni 8 na 80,000 na kitu. Lakini moja ya changamoto ambayo ilikuwepo kwenye utekelezaji ilani iliyopita ni kwamba ajira nyingi zilizalishwa kwenye sekta isiyo rasmi. Zaidi ya asilimia kama 86 hivi, 14 tu ndio zilizalishwa kwenye ajira ambazo ni rasmi. Kwa hiyo ilani ya sasa hivi imejikita kutafuta majawabu ya tatizo kubwa la ajira, na unaona maeneo ambayo wameyatambua pale. Eneo mojawapo likiwa ni eneo la kilimo, kwa sababu moja ya maono ambayo serikali nayo na kupitia chama na ilani ni Tanzania kuwa basket ya Afrika kwenye swala zima la chakula. Kwa hiyo kufanya mapinduzi makubwa ya kilimo. Tumeona wameelezea kuna matrekta yatagawiwa kwa wakulima, kuna kuweka ruzuku kwenye pembejeo za kilimo, lakini hasa kuifanya kilimo kivutie zaidi vijana waweze kuingia kama tunavyoona kwenye miradi kama vile ya BBT. Lakini eneo lingine ambao nafikiri kwangu limekuwa ni nzuri sana ni mabadiliko ya mfumo wa elimu, hasa kuwafanya watu wanaokuwa vioni waanze kufanya kazi. Mwenyekiti wa kamati ya ilani Profesa Mkumbo alisema kwamba sasa hivi wanafunzi wengi wana K3, wanakula, kusoma na kulala. Wanataka waingize K4 ambayo ni kazi. Vyuo vya nje tunaona mtu anapokuwa shule anakuwa pia anafanya kazi kwa ajili ya kupata uzoefu. Kwa hiyo wanataka waingize component ambayo kwangu mimi nafikiri ni muhimu sana, kwa sababu tumekuwa tukipata changamoto kama sehemu ya mtu anamaliza shule lakini hana ajira. Lakini amezungumza pia namna ambavyo vijana wa Tanzania na waliohitimu Tanzania wanaweza wakachukua pia masoko ya nje ya ajira. Tunaona kuna mataifa ambayo yanahangaika kupata Watanzania au kupata nguvu kazi, kwa sababu unakuta taifa lina wazee zaidi au wengi wataka kufanya kazi kwa sababu ni maendeleo yamekuwa makubwa pia. Kwa hiyo namna ambavyo Watanzania wanaweza pia kutoka nje ya Tanzania kwenda kufanya kazi pia katika maeneo ya Tanzania. Kiacha maeneo mengine ambayo yametajwa pia kwenye rasilimali, tunaona sasa hivi kwenye madini zaidi ya 97 walioajiriwa ni vijana, lakini pia ni Watanzania. Kwa hiyo tunaona kuna kunufaika fulani ambako kuna kwenda. Kwa hiyo ilani nafikiri imegusia mambo mengi, lakini kwa upande wangu mimi naona ina matumaini makubwa sana kwa upande wa vijana. Kwa hiyo kwa mfano kwenye swala la ajira bado wamebakiza milioni 8 ile kama iliyopita, lakini sasa hivi wanataka kuona 50% inatoka kwenye sekta rasmi badala ya kuacha tu sekta isiyo rasmi iweze kufanya kazi. Kwa hiyo ni maeneo ambayo binafsi yamenigusa sana, na nafikiri ni maono mazuri ya Mheshimiwa Rais, lakini pia na Chama cha Mapinduzi. Sawa. Vijana wana utaratibu wa kusoma na kupitia hizi ilani zinapokuwa zinatangazwa? Sijafanya utafiti wa hivyo, lakini ukweli ukiangalia majadiliano mengi yanayofanyika ni kama vile vijana wengi hawapati hiyo fursa ya kushughulika na hivyo vitu. Na mimi ningetumia nafasi nitoe wito pia, kwa sababu hizo ilani uzuri zake zinapatikana kwa soft copy. Nimeona nimeshaanza kutembea kwenye magrupu, kwa hiyo lazima usubiri hard copy unaweza kusoma, kwa sababu ilani sio tu ya chama. Ilani ni mawazo ya chama na kiongozi wa nchi kuhusiana na maisha yako ya miaka 5 ijayo. Kwa mimi kama kijana lazima nijue na waziwa nini, ili hata ninavyojipanga nijue. Kwa mfano tunaona kuna sekta zimepewa vipaumbele. Kwa zile sekta zote vipaumbele maana yake ni fursa za kiuchumi kwa kijana. Anaweza kaanza kujipanga, kupata wazo la biashara, kutafuta namna kutumia. Sasa hivi Tanzania tuna mifuko zaidi ya 74 ya uwezeshaji wa kiuchumi. Inatoa pesa nyingi sana. Mwaka nimemsikia waziri mkuu anasema kwa mwaka mmoja ina gharama zaidi ya trilioni 3 zimetolewa. Sasa kijana lazima ujue mwelekeo wa nchi yako ili ujue na position kwa namna gani. Kwa hiyo inawezekana wapitie, lakini nafikiri ni wakati sahihi sasa wa kufanya hivyo, kwa kuzingatia pia asilimia kubwa ya nchi yetu ni vijana. Watu milioni 21 ni vijana chini ya miaka 35. Maana ni kabla ya 34 ya wananchi wote waliopo. Kwa kama vijana hawatachukua kipaumbele kwenye hili, naamini kwamba watakopata hasara ni wao zaidi kuliko Chama cha Mapinduzi, sababu kinatengeneza mazingira lakini wao watazitumia zile fursa. Kwa hiyo hasara kubwa inakuwa kwao. Kwa hiyo watafuta kumlaumu sio wanao kabisa. Kwa hii ilani ilivyotengenezwa, kwa kweli naweza nikasema vijana tushinde wenyewe. Asante sana.